Dirisha la usajili limekuwa lina kasi zaidi na lina tamu zaidi. Niko na Mbukuzi Hamis Kabwe kuja kuzungumza michezo. Mimi ni Afrey Cameron, ni Kabwe Sports. Kaka kwema? Kwema. Mzima? Mzima Afrey, vipi? Safi. Kama kao kama Dawis? Kama kao. Bwana, jana rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia alikuwa kwenye chombo kimoja cha habari. Aliojiwa masuala ya tuzo kukamilika msimu, mwenendo wa msimu mpya, kinachotia ukakasi kwa baadhi na wadau wa soka. Baada ya majibu yake, baada ya kuulizwa mbona tuzo hazifanyiki, na majibu ya rais yalikuwa kama hivi, na nukuu: mkitaka tuzo za ligi waambieni bodi waandae tuzo hizo. Kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu unaizungumziaje kama mchambuzi wa soka na mfuatiliaji wa michezo hapa Tanzania? Ni majibu mepesi kwenye swali gumu. Ilikuwa ni majibu mepesi kwenye swali gumu kwa sababu tuzo sio hiari. Inapaswa kuwa lazima. Tuzo inapaswa kuwa lazima. Nilipofuatilia yale mahojiano baadaye nilisikia pia anasema hawawezi kuruhusu bodi ya ligi waandae tuzo. Ulisikia vizuri? Sikiliza vizuri. Sasa mimi nikajiuliza, kama hawezi kuruhusiwa kuandaa tuzo zao, na tena rais alisema kwamba eti sio lazima, eti tayari kwa sababu kashapatikana bingwa, mfungaji bora wa ligi na nini, basi sio vizuri, basi tu inatosha. Haiwezi kuwa sawa. Tuzo inamtengenezea thamani mchezaji, sio vizuri. Unakuta ni mfungaji bora, ni MVP wa ligi. Unajua MVP ukishakuwa MVP wa ligi, thamani inapanda maradufu. Bila vizuri. Ligi gani? Yes. Ligi gani? Ligi kuu Tanzania bara. Kama sisi ambavyo tunavokoga tunajinasibisha. Kwa mfano, hao TFF, bodi ya ligi, sio wanajinasibisha ligi yetu kupanda thamani kufika labda nafasi ya 5 kwa ubora. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kile ambacho tumekuwa tukizungumza na kile ambacho kimekuwa kikifanyika kwenye ligi yetu kwa ubora mkubwa sana. Kwa ndivyo ambavyo hata wachezaji wa ligi kuu Tanzania bara na wenyewe wanatamani na wanataka sana hizi tuzo kwa sababu zinawatengenezea thamani hasa kwenye mauzo. MVP yule wa ligi fulani, inawezekana ana X factor, tukienda kumchukua atatupa kitu. Na kweli, na ndivyo ambavyo inavyokuaga. Huwezi kuwa MVP wa ligi fulani kama una hiyo X factor au sio bora. Uongo kweli? Umeona hiyo? Sasa kitendo cha kukupa ile tuzo inakutengenezea thamani. Kwa tulitegemea na tulitaka TFF, bodi ya ligi, watoe hizi tuzo sio kwa sababu yao wao, ni kwa sababu ya kuitengenezea ligi thamani na wachezaji kuwatengenezea nini? Thamani. Lakini akisema kwamba waambiwe bodi ya ligi watengeneze tuzo, alafu wakati huo pia wao wanakataa bodi ya ligi wasitengeneze tuzo, tunakuwa tuwaelewi, wanatuweka njia panda. Yani kipi ni kipi? Yani kuna maana gani? Sio vizuri. Yani nilifikiria kwamba basi waachie uhuru bodi ya ligi, wao watengeneze kweli hizo tuzo. Kama wao wameshindwa TFF, wakae pembeni. Lakini kwa nilivyosikiliza mimi jana, naona kabisa TFF kuna eneo wameshindwa kabisa kuziendesha tuzo. Msimu wa pili sasa wameshindwa, na ndio maana unaona wana struggle kuzirudisha tuzo kwa sababu inaonekana wamekosa labda wadhamini, sio vizuri. Lakini pili, wamekosa namna ya kuziendesha hizo tuzo, pengine labda kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanamdhamini ambaye anatoa tuzo zile za mwezi na man of the match. Kama yupo yule mdhamini, anaweza akazidhamini pia tuzo za nini, za ligi kwa ujumla. Tukapata huyo mchezaji bora, tukapata kiungo bora, tukapata kipa bora na mambo mengi.
ili kuwapa thamani wachezaji wetu na kuipa thamani ligi yetu. Kwa kwangu mimi hakikuwa kitu kibaya kuhusiana na tuzo, ila nafikiri kwa utashi wake yeye kama kiongozi mkubwa, labda ameona haina maana au labda wanaona ina maana, lakini wamefeli kwenye kuziandaa hizo tuzo, kitu ambacho sio sawa sawa. Kama mnaona mmeshindwa, kuna sehemu waachieni wengine wafanye nini? Wafanye, ndio kitu kizuri, lakini sio kung'ang'ania alafu amwezi. Hiyo anandia hawatendei haki watu wa mpira, atutendei haki sisi watu wa mpira. Ameenda mbali zaidi ya kusema kwamba kulikuwa na kanuni na sheria na taratibu za timu kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, lakini rasmi msimu ujao wameifuta hiyo kanuni. Ulaya wenzetu wanafanya, kwani sisi tunafuta kwa sababu ya kisanga cha Simba na Yanga kilichotokea? Of course mimi nakwambia kweli, kanuni ile kufutwa ni kwa sababu ya kuogopa malalamiko na maneno yanayozungumzwa. Of course lazima tuzungumze ukweli. Ile kauli jana mimi ilinisikitisha kwa sababu ya kitu kimoja. President yeye alisema hawaogopi Simba na Yanga. Lakini kwa ile kauli ya jana aliyozungumza inaonyesha anawaogopa Simba na Yanga. Inaonyesha anawaogopa Simba na Yanga. Kufuta kanuni maana yake ni kwamba hawa ni wakubwa kuliko yeye. Yes of course, kwa sababu end of the day kulikuwa kuna shida gani? Kuna shida gani? Wewe unaona kuna shida gani? Hakuna shida yote kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Lakini kwa nini inatokea hiyo issue yote? Ni kwa sababu zinapokutana Simba na Yanga au yanapohusu masuala ya Simba na Yanga, utakuta kuna mambo ya shirikina ambayo wameshindwa kuyadhibiti. Mara timu hazitaki kuingia kwenye vyombo vya kubadilishia nguo, wameshindwa kuyadhibiti. Sio vizuri. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba ukiwachukulia hatua kali zaidi, sio vizuri, inawezekana wakawa wanakushinda wewe nguvu, labda ikapelekea labda wewe kuondoka kwenye kiti chako cha urais. Anaogopa kwa sababu kama angekuwa hawaogopi, hiyo kanuni haina shida yoyote. Ilipaswa isalie. Ilipaswa iwepo kwa sababu duniani kote bora of course zipo tournaments tofauti ambazo timu hazifanyi mazoezi siku moja kabla ya nini? Ya mchezo. Zipo tournaments tofauti. Na iliweka hiyo kwa sababu nini? Kwa sababu kuna baadhi ya timu hazijawahi kutumia hivyo viwanja. Sio vizuri. Ndio maana unakuta sometimes timu inafanya mazoezi siku moja kabla nini? Ya mchezo. Lakini kwetu sisi hiyo kanuni inaondolewa kwa sababu ya kuziogopa Simba na Yanga. Yale maneno, vurugu zile ambazo zilikuwa zinatokea hapa katikati, inaonekana kabisa watu wanalikimbia tatizo badala ya kulifanya nini? Ya kulitatua tatizo. Yaani hapo linakimbiwa tatizo, halitatuli tatizo. Sasa tatizo ni timu kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, ama tatizo ni zile timu kufanya vurugu wakati mazoezi yanafanyika au watu wanataka kufanya mazoezi. Litatuliwa lile tatizo. Kama kuna tatizo linaonekana hapo, litatuliwa lile tatizo. Na sio kuifuta hiyo kanuni. Yaani kuna tatizo gani hapo? Kwa nini mfuto hiyo kanuni? Kuna tatizo hapo. Hilo tatizo ni lipi? Litatuliwe. Sasa hilo tatizo hilo linaonekana ni sugu, ni gumu kutatuliwa, kwa hiyo watu wanaliogopa, ndio maana wameamua kuifunika hiyo kanuni. Ukiniuliza mimi. Na ni ngumu kupata majibu sahihi kama wamefuta tu hiyo kanuni. Hata ukiuliza hawawezi kukupa majibu sahihi. Trust me. Mimi ni muombe na akili timamu za kutafakari. Kwa lazima nitafakari. Sasa watu wengi kwenye mpira wetu hawataki utafakari. Wanatakiwa upokee wewe chochote ambacho wao wanachokisema, wanachokiongea, wanachokitaka. Ukipokee wala usikidavua afu ukubaliane nacho. Kitu ambacho mimi hapana. Mimi ukiniuliza nakwambia kwamba kuna tatizo hapo linakimbiwa. Kuna tatizo linakimbiwa hapo. Neema inaweza ikaonekana ndani ya msimu 26-27 baada ya kutangaza rasmi kutumia video support kwenye 75%. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu akieleza hii inakuwa ni fundisho kwa waamuzi wetu ambao walikuwa na makosa au ni darasa la kuja kuwarekebisha yale makosa yao. Hiyo kwanza ni wapongeze. Umeona kwa mfano kama hilo. Hilo ni jambo jema. Umeona sasa? Ndio uone sasa. Kuileta video support ni kuondoa tatizo. Umeona? Yaani umeenda kulikabili tatizo ili ifanye nini? Liondoke hilo tatizo. Lakini kule wamefuta kanuni. Kwa inaonyesha tatizo bado lipo na ile tatizo litaendelea kuwepo
kwa sababu wameshindwa. Umeona, uhalisia ni kwamba mchezaji akishatoka kwenye mataifa hayo ya magharibi, mimi huwa sina wasiwasi naye hata kidogo, ila anakuja kwenye ligi mpya, anakutana na watu wapya, mazingira mapya, licha ya kwamba sasa hivi wachezaji kutoka Afrika Magharibi wamekuwa wengi, wanazungumza Kifaransa. Kwa hiyo anaweza kaadapt faster na akaingia kwenye kikosi cha mwalimu kama mwalimu atamkubali na ataonyesha kiwango bora alichokionyesha kwenye ligi ya Mali. Kwa hiyo imemtengenezea thamani kuwa top scorer, kuingia kwenye kikosi bora cha msimu, kuwa mchezaji bora wa kijana wa ligi, imemtengenezea thamani. Na mimi nafikiri Simba wamefanya scouting nzuri sana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwenye scouting anavutia, ila tunataka tumuone uwanjani, ndio mimi ninachokisubiria tu hicho. Lakini ukiangalia namba zake ni kama binti mrembo mzuri, kwa sisi watoto wa kiume, binti mrembo mzuri anayevutia, ambaye umetamani kumuoa. Baada ya kumposa utatamani kuishi naye ili kujua huyu niliyomposa na kumuoa ni mwanamke sahihi, kwa sababu utajua tabia zake, minendo yake, vitu vingi utavijua. Baada ya hapo ndio utagundua kwamba okay, hichi chuma nimekiingiza humu ndani, hichi sio sahihi. Sio vizuri. Ndio Ibrahim Dumbia, ukiangalia namba zake zinavutia, unatamani hii mashine hii. Kwa tusubiri tuone atatupa nini ndani ya uwanja. Akitupa kitu bora zaidi, aise, Simba Sports Club itakuwa ni bingo kwao na bonge moja la scouting watakuwa wamelifanya. Mwalimu Steve Barker ni muumini wa kucheza mifumo ya 4-2-3-1. Anacheza mifumo ya 4-3-3. Kwa unavyomfuatilia Ibrahim Dumbia kwa mifumo ya Mwalimu Steve Barker, anaweza kufiti? Mwalimu Steve Barker ni muumini wa kutumia mshambuliaji. Ili shazungumza mara kibao, anapenda kutumia mshambuliaji kiongozi. Alimtumia Elim Panzu Kibisawala msimu uliopita kwa sababu alikuwa hana wewe mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kumpa kile ambacho anachokitaka. Alikuwa Suleiman Mwalimu, lakini hakuwa bora kama anavyotaka. Kama atamshawishi mwalimu Steve Barker, namba amepata Ibrahim Dumbia. Yes. Kama atamshawishi vizuri kwa kiwango bora na akawa anafunga magoli, trust me, Steve Barker anampa namba. Kwa kusema kwamba Simba tiba ya ushambuliaji wamelitibu tayari. Ni mapema. Huwezi kusema kwamba ametibu wakati bado hatujaona. Anatakiwa atupe sasa, afanye delivery nzuri uwanjani. Akitoa sasa hiyo performance bora na kufunga magoli, tutasema yes, Simba sasa wamepata chuma. Lakini ukiangalia namba zake, nimezungumza hapa, alipotoka, sifa alizokuwa nazo, unasema yes, Simba hapa scouting yao wamefanya vizuri 100%. Kilichobaki ni yeye kutuonyesha wapi? Uwanjani. Sasa akituonyesha uwanjani ndio tutasema yes, hapa Simba sasa wamelamba dume. Nimepitia kwenye peji yako ya Instagram, uliposti taarifa ya Gilimugisha. Young Africans inaelezwa wako mbioni kumsajili Gilimugisha, licha ya kuwa thamani yake ya Gilimugisha kwa sasa ni takriban bilioni 13 na thamani ya Young Africans ya usajili msimu ni bilioni 10. Ni mbingu na ardhi. Yanga wanaweza kutimiza walichokitaka kwa Gilimugisha? Ni ngumu. I respect Young Africans ni klabu kubwa, klabu ya kihistoria kwenye nchi yetu, mabingwa wa nchi, lakini swala la kumchukua Gilimugisha mimi binafsi naona kama ni uongo. Na hizo taarifa mimi nimefuatilia kwenye vyanzo vyangu, hakuna hizo taarifa. Hakuna. Sio vizuri Basi kama wataanza process basi waanze hivi sasa baada ya tetesi kuwa nyingi. Lakini hainiingia akilini klabu ambayo inaweka budget ya bilioni 10 alafu iende ikatoe bilioni 8 kumsajili mchezaji mmoja. Alafu huyo mchezaji mmoja akija anaenda kutoa nini? Ndio anaenda kuwapa ubingwa klabu bingwa barani Afrika. Anaenda kuwapa nini? Unamsajili huyo mchezaji mmoja kwa bilioni 8. Ugundue nini?
Mimi naona ni tetesi za uongo tu, baadaye si wachambuzi tuanze kuchambwa na Ally Kamwe. Umeona aseme kwamba sisi ndo tulitunga huo uongo na tukaanza kuuchambua uongo na ukaishia huko mitandaoni. Namjua Ally Kamwe. Uongo wenu mmeweza. Tuliwaambia watatunga sana uongo. Si vizuri. Na umeweza wenyewe. Ally Kamwe anaanza kutuchamba sasa. Wachambuzi tunachambwa. Si vizuri, ndio kitu ambacho mimi sitaki. Kwa tetesi ambazo mimi nilizo nazo kuhusiana na Girumugisha. Fedha inayotakiwa ni nyingi. Vibaya mno. Umeona? Kosima, Manchester wanacheza saa 1 kamili leo. Umeona? Fedha wanayotaka Al Hilal ni nyingi. Bilioni 10+ kwa mchezaji mmoja. Alafu Yanga ndio bajeti yenu. Uende ukatoa bilioni 8 umpe mchezaji mmoja. Wewe uliona wapi? Mimi sizani na utakuwa ni upuuzi na vitu vya ajabu kuwahi kutokea. Yaani bajeti ni bilioni 10. Wao watoe bilioni 8 kwenda kumsajili mchezaji mmoja. Malengo yao yenyewe ni kuishia robo finali ama hatua ya makundi. Ni kitu cha ajabu. Na hao akina Girumugisha wangapi kwenye kikosi chako? Yanga wana Stefan Aziz Ki wanahusishwa naye bado hajaja. Sasa ndio likishakuja swala la Stefan Aziz Ki, mshahara wake, fedha anayotaka, ukisikia tetesi za picha Sharulile wanamtaka Girumugisha. Sasa unajiuliza hiyo kweli ni bajeti ya bilioni 10? Au tuna uchaguzi? Vyote vinafanyika hivi kwa ajili ya uchaguzi tarehe 2. Of course. Mimi na pia labda ni eneo pia la kuchagiza kuelekea uchaguzi kuelekea uchaguzi. Kwa hiyo watu wameamua tengeneze hizo scenarios kwa ajili ya kuelekea uchaguzi kidogo. Panogenoge. Sibaya vizuri. Lakini mchezaji ambaye mimi nimepata tetesi zake ni Pizza Sharulile. Yanga wana push kutaka kumchukua. Sibaya vizuri. Na yeye kwa sababu pia ni swala la mshahara tu. Na signing fee kubaliana naye. Basi tofauti na Girumugisha ambaye anamilikiwa na klabu na klabu yake ishaweka fedha ambayo inahitaji. Usipofika hiyo fedha hawakupi mchezaji. Sibaya vizuri. Kwa hiyo mimi Yanga ikitokea bosi tajiri siwezi kumkatia tamaa. GSM hata amemchukua mchezaji kwa bilioni 3 tu. Bilioni hizi 3. Tasema tajiri sasa kaamua. Anabaya. Hata bilioni hizi achana na bilioni 8, bilioni hizi kitu ambacho mimi sikifikiri kama kinawezekana. Yaani kwenye hiyo kwa mfano kwenye hiyo bilioni 8 labda ambayo inasemekana kwamba Yanga wametoa kwa Girumugisha. Bilioni 2 ukatafuta hata wachezaji hawa 4 wa maana. Haufanyi vizuri wewe hata klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo katoe bilioni 8 kwa mchezaji mmoja. Wewe unaingia akilini hiyo? Hebu sikia nikwambie. Naomba usinifanyie tena interview za tetesi za kipuuzi. Mimi sitaki kusikia tetesi za ajabu ajabu. Kweli mimi nakwambia ukweli, naomba tumalize kabisa. Kwa hiyo Kabwe, wewe uamini Girumugisha kama tatua Yanga? Bilioni 8 mchezaji mmoja. Nimekuwa bilioni 2, bilioni 8. Nenda katafuta wachezaji wako 4 tu. Si unafanya vizuri klabu hiyo. Alafu umleo kumchukua mchezaji mmoja kwa bilioni 8 kwa kutafuta sifa. Ni uongo. Sasa huo ndio narudia tena kusema. Utakuwa ni upuuzi uliopindukia. Yaani kama ni kiongozi anaweza akafanya maamuzi kama hayo, basi huyo kiongozi sitaki hata kumsikia. Basi kama unamchukua mmoja, basi tuchukulie wengine 8. Kwa nini unaamini? Au wengine 5. Kwa unaamini katika Peter Sharulile kwa Girumugisha hiyo ngumu? Peter Sharulile nimekwambia ni free agent. Mshahara tu. Na Simba walichombweza hapo Peter Sharulile. Sasa mshahara, sasa fikiria sasa umchukue Girumugisha anataka labda milioni 90+. Umchukue Peter Sharulile anataka milioni 90+ mshahara. Wewe umesema Aziz Ki. Sio chini ya milioni 20 mshahara. Si vizuri? Wamechukua yule Nandi Justice kutoka Chipa na yeye sio chini ya milioni 20. Umchukue kaka. Basi Yanga haisei itakuwa ni hatari. Ni bingwa wanaweza kusema. Basi Yanga itakuwa ni hatari kama ndio hivyo. Basi itakosa bajeti sasa tutoe. Bajeti itakuwa sana sio bilioni 10. Zaidi ya. Itakuwa zaidi ya. Kwa Ally Kamwe umetudanganya kwenye bilioni 10. Sio Ally Kamwe hajatudanganya, yani
hawa ambao wanatoa tetesi za kwamba Gilmugisha anaenda Yanga, hao ndio wanawadanganya Watanzania na wanawadanganya watu wa Yanga, kitu ambacho sio sawa. Ndio maana mimi sikubaliani nao, kwa sababu kwa kile kawaida ukitoa bilioni 8 kwa mchezaji mmoja, hii ina maana gani? Kwa nini usitoe bilioni 2 ukatafuta bilioni 2? Unajua bilioni 2 ni nyingi, bilioni 2. Kwa nini usitafute wachezaji 4 wakasababisha uchukue ubingwa wa ligi kuu, ukachukua ukaenda kupambania hata klabu bingwa barani Afrika? Acha kuniuliza maswali. Kabwana umechafukwa na roho. Acha kuniuliza maswali ajabu ajabu. Yaani utoe bilioni 8 kwa mchezaji mmoja. Kwa nini usigawe bilioni 2 kwa wachezaji 4 ukachukua ukaenda kuchukua wachezaji wazuri? Basi mimi nikutakia jioni njema. Mambo yako ajabu. Sitaki.